Yesu Kristo. Uhimidiwe kwa sababu unaishi, unamiliki na kutawala. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na mamia kwa maelfu ya watu wengi wanaoabudu nasi online na kwa njia ya redio. Wewe ni Mungu unayelituma neno lako nalo halitakurudia bure. Ni nani awezaye kusema neno lako usipolituma wewe kutoka katika kinywa chako kitakatifu? Ninaomba sasa useme na kanisa lako, wala usinyamaze, na useme nasi waziwazi. Na ndiposa kwa mamlaka ya jina la Yesu ninazivunja roho zote za mpinga Kristo na uasi, maapizo, manuizo na maroho yote ya kuzimu na kila mamlaka za giza na pembe za uasi, tunazivunja na kuzitupa nje. Tamalaki katika ibada hii na uwafunike watoto wako kwa damu yako ya thamani. Useme nasi sasa na daima katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Alafu tumpigie Bwana makofi. Hayo makofi hayatoshi, piga tena zaidi na vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu, ukae katika kiti chako cha muujiza asubuhi hii ya leo. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa Praise Team. Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni siku ya uzinduzi wa kitabu chetu cha historia ya usharika wa Kijitonyama. Kitabu chetu cha historia ya usharika kimekamilika, na leo ni siku ya uzinduzi wake, na ibada hii ni ibada moja. Na wengine hawakumbuki kama leo ibada yetu ni moja, hatuna ibada ya pili, tuna ibada moja tu kwa sababu ya shughuli nzuri ya baraka ya uzinduzi wa kitabu hiki cha usharika wa Kijitonyama, kitabu cha historia na kumbukumbu ya usharika wetu wa Kijitonyama. Kwa sababu hiyo leo sitahubiri neno la kalenda, ili niweze kutengeneza mioyo ya watu wenye kitabu chao ambacho ni kitabu cha historia ya usharika. Baadaye tutajua kamati iliyofanya kazi hii na wale participant walioshiriki katika kufanya kazi hii kubwa ya baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Leo Jumapili hii ya tarehe 15 2025, mada yetu ni kama inavyoonekana katika mbao zetu za presentation. Kichwa chetu cha mahubiri, mada inasema historia ni heshima yako, na utaongea juu ya Gilgali. Historia ni heshima yako. Tafundisha hiyo mada juu ya historia. Historia ni heshima yako. Na tafadhali hebu soma pamoja nami kitabu cha Yoshua, ule mlango wa 4 mstari wa 17. Yoshua mlango wa 4 mstari wa 17. Yoshua mlango wa 4 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: basi Yoshua akawaamuru hao makuhani akawaambia, haya kweeni mtoke Yordani, haya kweeni mtoke Jordan. Mstari wa 18, oh my God. Naomba nisome mstari wa kwanza mpaka wa 17. Excuse me. Hawa ndugu zetu pengine kwenye mtandao kuna vitu ambavyo vimepotea. Lakini nasoma kitabu cha Yoshua mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Biblia inasema hivi: ikawa hapo hilo taifa zima lilipokuwa limekwisha vuka Yordan, ndipo Bwana akanena na Yoshua akamwambia, haya twaeni watu waume 12 katika hao watu, kila kabila mtu mmoja. Kisha waamrishe kusema, twaeni mawe 12 hapo katikati ya Yordan, mahali hapo miguu ya hao makuhani iliposimama imara, mwende nayo mawe hayo mkayaweke nchi kambini hapo mtakapolala usiku huu. Basi Yoshua
akawaita hawa watu 12 waliokuwa amewaweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja. Naye Yoshua akawaambia, haya, piteni ninyi mtangulie mbele za sanduku la Bwana Mungu wenu, muende pale katikati ya Jordan, mkatoe kila mtu wenu jiwe moja begani mwake kwa kadiri ya hesabu ya kabila za watu wa Israeli, ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu, hapo watoto wenu watakapowauliza ninyi katika siku zijazo wakisema, ni nini maana yake mawe haya? Ndipo mtakapowaambia, ni kwa sababu maji ya Jordan yalitindika mbele ya sanduku la agano la Bwana hapo lilipovuka Jordan. Hayo maji ya Jordan yalitindika, na mawe haya yatakuwa ni ukumbusho kwa wana wa Israeli milele. Basi wana wa Israeli wakafanya vile vile kama Yoshua alivyowaamuru. Hao wakatoa mawe 12 pale katikati ya Jordan, kama Bwana alivyowaambia Yoshua, sawasawa na hesabu ya kabila ya wana wa Israeli. Wakayachukua wakavuka nayo hata mahali pale walipolala, nao wakayaweka nchi huko. Kisha Yoshua akapanga mawe 12 katikati ya Jordan, mahali pale miguu ya hao makuhani walichukua hilo sanduku la agano lililosimama. Hayo nayo hapo pale nayo yapo pale hata hivi leo. Kwa kuwa makuhani walichukua hilo sanduku, walisimama katikati ya Jordan, hata mambo yote Bwana aliyomwamuru Yoshua akiwaambia hao watu yakaisha, sawasawa na hayo yote Musa aliyokuwa amemwamuru Yoshua. Kisha hao watu wakafanya haraka wakavuka. Ikawa watu wote walipokuwa wamekwisha kuvuka kabisa, hilo sanduku la Bwana likavuka na hao makuhani mbele ya macho ya hao watu. Na wana wa Reuben na wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakavuka, hali ya kuvaa silaha mbele ya wana wa Israeli kama Musa alivyowaambia. Walipata kama watu 40,000 hesabu yao, wenye kuvaa silaha tayari kwa vita, waliovuka mbele ya Bwana waende vitani hata nchi za tambarare za Yeriko. Siku ile Bwana akamtukuza Yoshua mbele ya macho ya Israeli wote, na wakamcha kama walivyokuwa wakimcha Musa siku zote za maisha yao. Kisha Bwana akanena na Yoshua akamwambia, haya, waamuru makuhani hao waliochukua sanduku la ushuhuda kwamba wakwee juu kutoka mle katika Yordani. Basi Yoshua akawaamuru hao makuhani akawaambia, haya, kweeni mtoke Yordani. Na tutaendelea katika mstari wa 19 mpaka wa 24 katika kitabu hicho cha Yoshua, mlango wa 4 mstari wa 19 mpaka wa 24. Mstari wa 19 unasema, na hao watu wakakwea kutoka Jordan siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, wakapiga kambi Gilgali katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Na yale mawe 12 na yale mawe 12 walioyatwaa katikati ya Jordan, Yoshua akayasimamisha Gilgali. Akawaambia wana wa Israeli akisema, watoto wenu watakapowauliza baba zao katika siku zijazo wakisema, mawe haya maana yake ni nini? Ndipo mtakapowaarifu watoto wenu mkisema, Israeli walivuka mto huu wa Jordan kwa njia hii ya nchi kavu. Kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Jordan mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu aliyoikausha mbele yenu hata
tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Nitarudia tena, watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Amen. Na tutulie tuombe, na hili ndio neno la Mungu. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, saa imefika na sasa ipo. Ujitwalie utukufu. Naam, Bwana, upende kusema na kanisa lako waziwazi, wala usinyamaze. Nasi tunakusihi ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure. Sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Nasi tumezivunja kazi mbovu za adui Shetani na roho zote za uasi, mamlaka za giza na kila pembe za kuzimu. Tumezifunga na kuzinyamazisha kimya kwa damu ya Yesu. Baba, jitwalie utukufu, useme na kanisa lako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni sikukuu ya usharika wetu wa Kijitonyama, katika kukumbuka historia ya usharika wetu. Na nilipokuwa nikiomba na kuwa na faragha, nikimuomba Mungu anipe ujumbe wa neno lake kwa ajili ya siku hii ya leo, nimepata kichwa hicho ambacho tunazungumza juu ya historia ni heshima yako. Historia ni heshima. Historia ni heshima. Historia ni heshima. Na watu wengi kabisa tutapenda kujadiliana leo juu ya Gilgali, mahali ambako Mungu alimwambia Yoshua aweke historia ya ukombozi pale walipovuka mto wa Jordan pamoja. Historia ni heshima yako. Biblia inasema Musa alipokwisha kufa na Joshua alipokwisha kuwavusha wana wa Israeli, wakati makuhani walipokanyaga nyayo zao katika kingo za Jordan, mto ufurikao sana. Unaposikia mto Jordan wakati ule, mimi nimeenda mara kadhaa katika nchi hii ya Jordan na Israeli yenyewe, na unapozungumza mto huu wa Jordan ni kama mto Zambezi, ni mkubwa kuliko mto Zambezi, mto Malagarasi, na mto gani huu ambao ni mto Rufiji huu unao cross hapo kwenda Mtwara. Ni mito mikubwa ambayo kucross kwake unahitaji pantoni au daraja lililotengenezwa kwa uimara. Na Tanzania ni mto gani mkubwa kuliko mito yote? Naam? Mnakumbuka tena? Tanzania ni mto gani mkubwa kwa upana kuliko mito mingine yote? Kagera, wengine Malagarasi, wengine mto Zambezi. Haya. Lakini vyovyote vile, at least wengine mto Rufiji, mko jirani na mto Rufiji hapo. Lakini nataka uone picha ya mto ambao tunaozungumzia. Ni mto mkubwa. Kuna wengine mnafikiri kwenu kuna mto, vile ni vimfereji. Yaani kuna watu wengine wanasema nako huko mtoni, kama kule Moshi na wanasema Kilimanjaro kuna mto. Vile vimfereji tu. Mbeya kuna mto gani unaonekana mkubwa mkubwa kidogo? Ule ulioko mpakani na Malawi, ulioko Chela, hivyo. Umeiona mito michache pale kidogo. Mkoa ambao bado una mto ya kutiririka vimfereji ni pamoja na Mbeya. Bado mito inatiririka kule vimfereji. Lakini nazungumzia mto Jordan. Ni mto mkubwa miongoni mwa mito mikubwa. Kama leo tuna mto Nile ambao una cross, unaondoka hapa mpaka Egypt, unatokea ziwa Victoria mpaka unaishia Egypt kule Gosheni, Misri. Mto mkubwa unaolisha hizo nchi zote za jangwa hapo, hiyo Somalia yote, Ethiopia yote, hiyo Mogadishu huko ndani, mpaka unakwenda kwenye hilo jangwa la Sahara. Na huo mto una cross jangwa la Sahara na unakwenda kufanya irrigation kule mwisho kabisa kaskazini mwa Afrika, huko Misri ya kaskazini, Gosheni. Na kwa neema ya Mungu pia nimefika huko mwisho wa huo mto wa Nile, na nimeona namna ambavyo Mungu ni wa ajabu.
Lakini sasa napokuja kwenye pointi yangu ya mahubiri leo, ninasema juu ya namna ambavyo Joshua alipofika mto Jordan, miguu ya makuhani ilipokanyaga kingo za mto wa Jordan, ndipo huo mto ukagawanyika wakavuka. Na walipovuka, Joshua akawaambia makuhani, watu 12 kila kabila waondoke ndani ya ule mto na jiwe la historia, jiwe la kumbukumbu. Wakaenda wakatengeneza chungu au wakatengeneza mnara ambao huko mpaka kesho. Nimeenda hapo Gosheni, hapo Gilgali, ambako Joshua aliwaambia, sasa tengenezeni hapa pawe Gilgali, ili ya kwamba ijulikane ya kwamba Mungu aliwavusha ninyi mkiwa mmevaa viatu vyenu ndani ya maji haya, na ya kwamba mto wa Jordan ulitindika na Israeli wakavuka. Ulikuwa ni muujiza mkubwa. Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya nchi leo, mto wa Jordan, bonde hilo limebakia ni bonde, na kama ulivyo mto wa Jordan ndio uliobeba pia jina la Jordan, nchi ya Jordan, ambako pia mji wake mkuu ni Amani. Na hilo bonde ndio green, ndio mahali ambako Amani ya Jordan yenyewe wanategemea kwa kilimo, lakini pia Israeli yenyewe wanategemea kwa kilimo. Leo huo mto sio mkubwa tena kama ulivyokuwa mwanzoni, lakini umebakia kuwa bonde yoevu ambalo wanatazamia kwa kilimo. Hiyo ni Jordan. Na nimeenda hapo ambako Joshua alijenga hiyo historia ya Gilgali. Ni kituo cha utalii kwa watu wote wanaokwenda pale kwa utalii wa kibiblia. Na tukifika pale tunaombaga maombi ya Mungu atuvushe katika kila majaribu yanayokuja katika maisha yetu kama mito. Kama mnavyojua, majaribu ni kama mto na tufani yake yavuma kuliko tufani ya nungwi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa historia, Mungu anaipenda historia. Na katika Biblia tunazo hoja nyingi za kitheolojia na falsafa zinazoonyesha ya kwamba Mungu anaipenda historia, na historia ipo ili kuhakikisha heshima ya mtu. Na asubuhi ya leo nazungumza juu ya historia ni heshima yako. Historia na heshima. Historia ni heshima, na heshima ya mtu ni historia. Kama hauna historia, heshima yako ni ndogo sana. Tukikuona tutakufananisha tu. Hata kama umependeza, tutakufananisha na mtu wa Masaki, tutakufananisha na watu wa Washington DC. Tutasema, lakini ukijitambulisha tu, natokea Mtoni, natokea sijui kijiji cha Kondeni Matala huko, kijiji cha Maisha Plaza, tukipiga picha ya kijiji chako kilivyo na wewe, tayari tunakuvali. Tunaweza kusababisha kusema huyu mtu amejitahidi mpaka hapa ambako amefikia. Sasa ninataka kuzungumza mambo machache ya msingi hapa uweze kuelewa. Na ndio maana ukisikia wakati mwingine nikisema mimi ni mchungaji wa usharika wa Kijitonyama, ninahubiri kuifikia dunia, mataifa 180 duniani kote, kutokea mitaa yetu maarufu, mtaa wa Tandale, mtaa wa kwa Mama Zakaria, na tunatokea mtaa wa Mtogole na kwa Kopa. I'm happy. Na watu walioko duniani huko wanasikia kabisa mchungaji Kimaro kutoka kwa Kopa, kutoka kwa Mama Zakaria, kutoka Mtogole, kutoka Tandale. Mnanionaje? Haya ndio maisha yetu, na I'm happy to be here. Nina furaha kuwa hapa. Sasa kuna wengine mkishavaa suti, hamtaki tena kutamka kwa Mama Zakaria, hamtaki tena kusema Mtogole, hamtaki tena kusema sijui kwa Kopa. Mnaona kama vile ni uswahili fulani. Uswahili huo ndio umenipa heshima ya kuishi mjini hapa, kwa taarifa yenu. Alafu nisaidie kumpigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Na usharika huu wa Kijitonyama ni usharika wa uswahili kabisa. Wengine hata mtakagi, yani hata nitamke hivyo, nitasema mpaka mkitaka muame. Lakini nitaendelea kusema kwa sababu historia ni heshima, na heshima ya mtu ni historia yake. Sasa jambo la kwanza, hoja mbalimbali za kitheolojia. Historia ndiyo iliyobeba heshima ya mtu. Historia ndiyo iliyobeba heshima ya mtu, ijapokuwa watu wengi hawapendi historia ya maisha yao. Most of people, they don't like.
Kuna mtu mwingine unamsemesha Kisambaa, haya hangize iwe. Nsalama. Salama. Kama unajua Kisambaa ni jibu. I'm ready. Ni wedi. Bwana asifiwe. Kwa sababu hataki. Lakini historia imebeba heshima ya mtu. Kuna mwingine tukikwambia tulisoma shule ya Upareni kwa Manka, hautaki. Nataka tukwambie si ulisoma Tambaza, uongo. Umesoma kwa Manka Upareni, ulikuwa unapandisha milima, shule yako iko hivyo. Kuna wengine mmesoma shule za kikabila kabisa, umetokea shule zote ni kabila. Yaani zote ulizosoma wewe ni za kilugha. Kwa hiyo tushangai kwa nini hata Kiingereza huwezi kuzungumza. Utahangaika na nini? Shule zote. Shule ya msingi Mrienyi, shule ya msingi Serwe, shule ya msingi Komakundi, shule ya sekondari Lagirimu, na kule Machame na kule Upareni, shule ya msingi Manka Upareni huko, shule ya sekondari Manka. Alafu kimaliza unataka Kiingereza, tutakisoma kwenye dictionary na kunyoshana tu hivyo. Lakini that is our life. Kwa kama unapenda kuheshimika mahali, tafadhali sema historia yako. Kila mara, hata kama unaandika documentary, ji-address hivyo. Mimi Msambaa wa Lushoto, nilianza kuvaa kiatu shuleni. Sema nilianza kuvaa kiatu siku ya kipaimara. Nina kucha hazikutani kwa sababu ya kujikwaa kwenye mawe nikienda shule. Ni historia. Kucha ziko kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar na bara. Havikutani hapa mpaka upate Pantone, kama sio kupata Azam boti. Havikutani. Kucha zina visiwa. Kwenye mgumu. Mgumu. Oyo ruako mrumi. Oi, Yesu. Ote hapa mrumi ruako. Oi. Gamkulumisha mbe. Nimekutukuza Bwana. Haleluya. Na kutukuza Yehova. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Sema tu. Usiseme sio nilipataga ajali nikaanguka. Sema kwa sababu ya matatizo na umaskini niliokuwa nao, nilikuwa nina kipara cha mashilingi, ndio nywele zinaanza kuota saa hizi. Mba kulingana na mazingira niliyotokea. Just sema life is really be really. No makeup. Pigeni makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Sema tu. Yaani kuna watu wanaficha historia. Na hakuna kitu kibaya kinachokuondelea value, kinakudisvalue kama historia yako ukiondoa kwenye maisha yako. Never. Ninapenda sana Mheshimiwa hayati Dr. Reginald Abraham Mengi. Nenda leo kwenye mtandao wake wowote na kwenye vitabu vyake na legacy aliyoacha juu ya uso wa nchi. Kila mahali Mengi akijitambulisha alikuwa anasema from the poor family, natokea kwenye familia maskini na niliishi kwenye nyumba ya udongo mpaka kufikia hatua hii ya kuwa bilionea. Kila historia yake alikuwa anakumbuka maisha yake ya taabu na ilimvalu, inamvalu. Kwa nini hauna thamani? Umepoteza historia yako. Kama unapoteza historia, huna mahali unaenda na hauna destiny. Sasa una destiny gani? Tutakushangaa nini kama hauna historia? Na kama umeikataa historia yako kabisa. Jana nilikuwa na mwanangu mdogo tu, akawa ananionyesha historia ya Cristiano Ronaldo, mchezaji wa mpira maarufu sana, bilionea. Na nikamshangaa mwanangu, yani jana nilishangaa mpaka mwisho. Akawa ananiambia, baba unajua historia ya Ronaldo? Nikamwambia sijui. Akaniambia ngoja nikufungulie. Akafungua pale kwa YouTube akanionyesha. Tena wameweka kwenye cartoon. Ananiambia angalia, baba yake alikuwa mlevi, baba alikuwa sio baba mzuri,
ananishuhudia, ananieleza. Na kwa nini Ronaldo ameweka historia ya baba yake kwamba alikuwa mlevi. Na akaonyesha nyumba yao ilikuwa inavuja, maji yanavuja yanaingia ndani kitandani. Na mama ndiye alikuwa fighter na baba alikuwa loser. Historia ndivyo inavyoonyesha. Sasa sio mambo ya kufunikana hapa. Akaeleza namna baba yao alikuwa mlevi mpaka amekuja kusababisha na matatizo mengine ya kupata shida mpaka akapata kansa, lakini ilitokana na unywaji too much, na baba hakuwa responsible kwenye familia. Mama ndiye alikuwa responsible. Na Ronaldo akaondoka hapo, hakuweza kujoin university, lakini akaenda kucheza mpira na leo ni billionaire. Amenunuliwa na hela za mafuta. Yuko hapo Arabuni. Kimya. Anaingiza hela. Kwani kuna nini? Lakini hajasahau historia ya baba ambaye alikuwa sio responsible na nyumba iliyokuwa inavuja. Na wameonyesha step ya life yake. Mwanangu jana alikuwa ananifundisha jana usiku, na nikaelewa thamani ya historia. Alafu tangu jana nikamvalu Ronaldo kwa sababu kadiri anavyoonyesha historia yake mahali pagumu alipotokea, ndipo tunapopata mafighter. Tunaona huyu mtu amepigana na maisha mpaka amefikia hapa. Sasa wewe endelea tu na saluni. Saa zote ni kujaribu kubadilisha historia kutoka kijiji chako huko cha Maisha Plus huko Iringa Magubikwe. Unajiondoa Magubikwe, unajiondoa Chela Mbeya, unajiondoa Rungwe, unajiondoa huko Singida, unajifanya saa zote mimi Michael Chen. Kwa hiyo kila mtu, historia ni heshima na heshima ni historia. Narudia tena. Historia ni heshima na heshima ni historia. Utaanza kuheshimika siku ambayo unazungumza historia yako. Kabisa. Siku ambayo unazungumza tu historia yako, ndio watu wataanza kukuvala. Lakini kama unaificha, hata ukijitahidi, tunakuona haujajitahidi. Kwa sababu tatoma kitu hatuwezi kucompare. Na saa zote wengine nafundisha somo gumu kwa sababu kuna ambao mnaenda kufumua status zenu leo. Muondoe ule uongo wake mlioweka kule. Ondoa. Weka really. Weka kitu ambacho ni kweli. Kama ukuwa na ada. Kuna watu ambao wamelipiwa ada, wamesomeshwa nje. Akina Dr. Adamson. Baba yake ni daktari, mtoto naye ni daktari. Wamepelekwa shule za maana. Yule pale Dr. Hebu punga mkono Dr. Adamson. Yule pale dogo amesoma maseminari, mashule ya maana na mengine Ulaya. Na mie pia sikuwa na ada. Majani ya kahawa. Tunatofautiana kama kifo na usingizi. Yeye atasema visiting day, mimi nasema majani ya kahawa. Mama yangu anakosa hela ya kunipa ya kwenda shule, anachukua majani ya kahawa, anatemea mate, anaambia mwanangu nenda shule, usiache kusoma. Na muangalia, na yeye ananiangalia. Barabara ya kutoka nyumbani iko hapo, unatoka, unaenda usikokuwa unajua unakoenda. Na majani ya kahawa, sio hela. Majani ya kahawa anasema Mungu atakwenda kuyageuzia majani ya kahawa yawe hela. Nenda shule mwanangu. Mungu atakugeuzia yawe hela. Na amekuwa hela mpaka leo. Hiyo ni historia. Kwa hiyo ukimwangalia mchungaji Kimaro aliyesomeshwa na majani ya kahawa, mimi sijui na elimu ya namna gani hata ukiniuliza mpaka kesho. Hicho kitu kimevurugwa. Najielimishaga mwenyewe. Yaani nasoma mwenyewe, najielimisha mwenyewe, najichonga mwenyewe, najiboresha mwenyewe. Mimi ndio shule, mimi ndio chuo kikuu. Yaani unavyoniona hapa. Mimi ndio chuo kikuu, ndio profesa, ndio kila kitu. Yaani hivyo. Niulize niliendaje shule? Niliokota kipande cha karatasi kwenye jalala. Jalala, mtu amefungia samaki na mandazi ametupa jalalani. Nikiwa Lushoto. Na niko Lushoto kwa mama wangu mdogo. Nataka kwenda shule na akili, lakini sina ada. Sasa ndio nikaenda shule, nikaokota kile kipande cha karatasi, kwenye jalala kimeandikwa
shule, nafasi za shule ya sekondari ya ufundi Ekenford Tanga. Wakati ule ilikuwa inaitwa TICI. Nikachukua kile kipande kina namba za simu. Nikaenda kuomba kupiga simu chuo kikuu cha CCM Lushoto. Sasa hivi ni chuo kikuu cha mahakama. Mkuu wa chuo alikuwa anaitwa Athman Mdoe. Siwezi kumsahau. Nikaenda pale. Nikamuomba simu. Simu wakati ule unapiga alafu unasubiria reverse call. Simu zinapita kwa operator. Kwa hiyo inapigwa unasubiria. Nikapiga nikasubiria kama masaa zaidi ya 3. Unasubiria simu ya kutoka Lushoto kwenda Tanga mjini. Shule iko Tanga mjini. Alafu mimi nimeshapiga akili yangu huku kichwani kwamba nataka kwenda shule na shule hii lazima niende na sina ada na sina mzazi wa kunilipia ada, lakini najua cha kusema na hiyo shule. Baadaye Athman Mdoe, mkuu wa chuo cha CCM Lushoto, akaniambia simu yako imeunganishwa kwa sekretari wake, kwa hiyo ingia hapa kwangu uongee. Nataka kuongea uongo na mkuu wa chuo yuko hapa. Ile nimeingia hivi, bahati nzuri sijui kilichotokea, akapata emergency, akaniacha ofisini kwake. Nikasema Mungu yupo, anaishi. Ndio huko Tanga Ekenford wakapokea simu yangu. Wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni baba mzazi wa Eliona Kimaro, ni afisa wa afya wilaya ya Lushoto. Kwa sasa Lushoto kuna tauni, na kweli kulikuwa kuna tauni wakati ule. Kwa hiyo nashughulika na mambo ya tauni na ugeni wa waziri mkuu, na kweli Malechela alikuwa anakuja. That time Malechela ni waziri mkuu. Kwa hiyo siwezi kuja, ila namtuma mtoto wangu mumpokee, mumsajili shule, ahudumiwe vizuri, nitakuja kulipa ada. Uongo wa daktari, nafuu ya mgonjwa. Yaani hivyo ndivyo nilivyoenda shule mimi. Wewe kama umepelekwa shule una historia yako. Mimi ndivyo nilivyoenda shule. Nikafika kule nikapokelewa vizuri, nikawekwa mahali pazuri na nikapokelewa vizuri kwa heshima sana tu. Kaekwa executive kwenye mabweni executive. Wananiweka na mimi roho nasema leo nimewaweza. Kwa hiyo baadaye sasa mwezi ukaisha, miezi 6 huyo afisa wa bwana afya haji. Kwa hiyo kila mara nikaanza kufukuzwa sasa darasani. Anaingia basa, Eliona Kimaro, aya toka nje, haujalipa ada. Natolewa nje. Naenda kanisa la Kana Tanga, naenda nalia vibaya mno. Nalia. Narudi, sina mtu wa kunisomesha, sina mtu wa kunilipia ada, sina hata wa kuandikia barua. Sina hata mtu. Yaani hivyo niko peke yangu, jeshi la mtu mmoja. Tanga. Shule ilikuwa haitoi chakula, unajitegemea mwenyewe. Haya nikaenda, kafika mahali nimechoka, nimekata tamaa. Baadaye nikafukuzwa kabisa. Out. Nikaondoka shuleni kwa sababu sijalipa ada. Nikiwa nimechoka, sina kitu cha kuuza, sina nauli ya kurudi nyumbani sasa. Nimekata tamaa, nimevunjika moyo. Nikiwa nimejilaza siku 3 sijala chochote. Nikasikia kwenye bweni letu. Wakati ule nimeenda kanisani, nimejichanganya, ni mwalimu wa Sunday school, usharika wa Kana Tanga. Na niko kwenye fellowship. Na kila siku naenda kwenye maombi. Naingia na njaa, nimelala na njaa, naingia kanisani na njaa, natoka na njaa. Historia. Sasa nikiwa nimefukuzwa na najiandaa kurudi nyumbani ambako sijui ninapata wapi nauli. Hapo natafuta nauli ya kurudi nyumbani. Na sina cha kuuza. Sina godoro, yani sina chochote cha kuuza. Niko hivyo. Nalaliaga box hivyo. Na kigodoro chetu likichukua kwa mama yangu mdogo kinanuka mikojo bala cha huko Lushoto. Cha watoto wamekojolea kwa umri wote. Kilikuwa kimetupwa ndio nimeondoka nacho shule. Hakifai. Mimi mwenyewe nakifungaga, ukitaka kutoka lazima ukifunge kwenye ndoo. Unakishindika kwenye ndoo, kinabaki kwenye ndoo, unaenda mahali ukirudi. Haya ndio maisha. Sasa wewe unakuja kuniambia kwa Mama Zakaria. Mama Zakaria hapa Uzunguni kuna maisha. Sasa
nikiwa nimejikatia tamaa, nataka kuondoka na sina nauli ya kurudi nyumbani, jioni nikasikia mchungaji anapiga honi kwenye bweni letu. Nishanyang'anywa room, kwa hiyo nakaa kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Paulo Mageke. Basi alinihifadhi kwenye room yao. Kwa hiyo nikasikia mchungaji anakuja kule, mchungaji ambaye alikuwa mkuu wa jimbo la Tambarare, anaitwa mchungaji Amasia Mweta. Amasia Mweta akaja. Ananitafuta, nikahubiri ibada ya Jumapili usharika wa Kana, kwa sababu yeye amepata wageni, anatakiwa kwenda Lushoto. Na Lushoto ndio makao makuu ya diocese. Akaja pale. Na walikuwa wananiita mchungaji. Anambia, mchungaji, kuna mchungaji amekuja kukuita hapa. Nikatoka nje na pepesuka hivi, njaa na siku 3 sijala. Nilipotoka pale nje, mchungaji Mweta akanambia, nimepata dharura na kwenda Lushoto, na tafadhali sana na kuomba tuende tukaandalie mahubiri. Kesho Jumapili utahubiri pale Tanga, Kana. Utaongoza liturujia na parishweka anaitwa parishweka Mshumbula. Kamwambia, asante sana mheshimiwa mkuu wa jimbo. Nikaingia kwenye mkonga ule mgari wake wa jimbo, naenda Kana pale kanisani. Pofika Kana, akawa ananiambia, nina haraka, wageni wametoka Sweden na wengine wametoka Ujerumani, kwa hiyo nataka niandalie tu mahubiri, tufanye maandalio. Nina njaa ya siku 3. Mama Mweta, mama mchungaji, naombea wachungaji wake zenu wawe wakarimu tu. Wamama wachungaji wawe wakarimu kama mama Evelyn Mweta. Siwezi kumsahau. Evelyn Mweta akasema, baba mchungaji, naomba kwanza mle chakula, alafu uendelee kuandaa mahubiri. Mchungaji akasema, hapana, nachelewa. Mama akasema, mruhusu basi hata huyo mwanafunzi. Yani hakumalizie. Nikaenda kuvamia kwenye meza ya chakula. Kuna ugali, samaki, maziwa, matunda. Njaa ya siku 3. Nilionyesha show. Yani ilionyesha show. Kwanza nakula kwa sababu nina njaa. Pili, nakula kwa sababu sijui siku nyingine ya kula ni lini. Niliufuta ule ugali huo. Yani sikumuonea huruma. Kasema, huyu si mkuu wa jimbo, atapikiwa na parishweka. Vyote, yani vyote. Nikavimaliza vyote hapo mezani. Yule mama alibakia na shanga. Kwanza ni dakika 5. Yani sio hivyo. Sababu pia nasema asije mgeni mwingine, hii nyumba ina wageni wengi. Kwa hiyo nikafuta hiyo habari. Baada ya kufuta hiyo habari, nikarudi sasa kwenye meza. Anaanza kunisomea Mathayo. Mathayo, wewe unanisomea Mathayo, mimi na njaa. Kwani Yesu akusoma mistari yote ya kuanzia mwanzo mpaka Musa wakati Petro yuko kwenye ziwa alielewa? Yesu mwenyewe amehubiri pale mbele ya Petro. Petro ana njaa, ana matatizo ya kampuni, hajapata samaki. Yesu anamwambia, tangu sijui Musa, sijui manabii, sijui walitabiri. Woi, Petro hawaelekei. Lakini alipopata samaki, akasema, sasa Bwana, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Unahitaji kuniongoza sala ya toba, na okokaga mwenye. Mtu akipata anaokoka. Pigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe, haleluya. Hakuna kitu kigumu kama kuja kanisani niongee tu habari za mbinguni bila kuongea habari ya maisha yako. Sasa nikamaliza mahubiri, akaondoka mchungaji, mimi nikarudi zangu bwenini, nikaenda nikajiandaa kwa ajili ya ibada. Kesho yake nikaja nikaongoza ibada pale Kana. Mimi ni mhubiri, parishweka Mshumbula ndiye alikuwa anaongoza liturujia. Huku na huku namuona Horace Kolimba, katibu mkuu wa CCM, namuona waziri mkuu Samuel John Malechela wamekuja pale, ni wageni. Naletewa memo, kwenye ibada hii kuna ugeni wa mheshimiwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Yesu. Yasema okay. Nikitambulisha kabla sijahubiri hawezi kunielewa. Nikaweka bench. Piga gospel kama nakufa. Ili nikijitambulisha waelewe huyo mtu ambaye amewatambulisha ni wa design gani. Yaani unajua ukipata once opportunity, use it to the maximum. Achana na hichi kichwa. Nikapiga gospel. Hii ni picha ya siku hiyo. Pigeni makofi yanayoeleweka sasa, sio mnapiga ya kuzingua zingua.
ndio picha ya siku hiyo niliyohubiri hapo. Nikahubiri kama ndakufa hapa. Nilihubiri injili ya milele. Yaani ile injili ambayo ukiinuka hapo potele mbali hata kama wasipokuita tena. Lakini nilihubiri injili ya kufa na kupona. Nikasema amen. Nikasema sasa ninapomaliza mahubiri na wageni wa kuwatambulisha. Kamtambulisha Samuel Malechela, John Samuel Malechela, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, Horace Kolimba, katibu mkuu CCM. Nikaeleza kwanza sifa ya shule. Nasoma shule ya ufundi. Sijasema nimefukuzwa, nikasema nasoma shule ya ufundi ya sekondari. Na ndio wameniandaa vizuri. Ni shule ambayo inafanya ufundi na mimi pale nachukua electrical installation. Mimi ni fundi wa umeme. Kaelezea vizuri. Huku na huku mwenye shule alikuwa anaitwa Tarimo. Yuko pale mzee Tarimo. Mama Tarimo yupo. Naona na Basa yupo. Huyo Basa alikuwa anaitwa Kimaro. Siwezi kuwasahau. Sasa nikaanza kumtambulisha mkuu wa shule, nikamtambulisha mkurugenzi wa shule, nikamtambulisha Basa Kimaro. Kaambia huyu ndio Basa wetu wa shule, ni mtu mwema sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Alafu nikamaliza nikamleta makamu wa rais sasa kuongea. Akaongea Horace Kolimba. Lakini alipoongea makamu wa rais na waziri mkuu Mheshimiwa Malechela akasema nashukuru sana. Nashukuru sana leo nimekuwepo hapa na nimepata injili imebadilisha maisha yangu kabisa. Akatoa sifa kede kede za shule. Akajaliza mahubiri yangu. Akasema nikitoka hapa naomba shule na mkurugenzi wa shule tafadhali tuonane. Shule inayoshughulika na mambo ya ufundi kwa vijana wetu ni ya muhimu sana. Kitendo cha Malechela kusemea shule, magazeti yote yalikuwa Mzalendo, Uhuru, magazeti ya zamani. Front page, waziri mkuu asisimuliwa na mwanafunzi wa TICI Tanga. Nikauza shule. Kesho yake alfajiri, baadaye tukawa na kikao na wakuu wangu wa shule na waziri mkuu akawapa na fungu. Sasa baadaye tumetoka, nikaondoka zangu. Nilipoenda bwenini, huko hostel, wakaniuliza unakaa wapi? Nikamwambia nakaa kwenye room ya Paulo Mageke. Ananiambia okay. Wakatuma gari ya shule kesho yake mapema Jumatatu. Kaja kanichukua na kuchukuliwa na gari ya shule. Yule aliyefukuzwa. Maisha sio hela. Life is not about money. About knowledge. Fahamu. Hakuna kitu unachoweza kufanya kwa ajili ya hela, ila akili inatengeneza hela. Na zinaweza in terms of cash zikaja kwa heshima tu. Kwa hiyo nikaenda nikakuta paneli wameketi management ya shule yote. Swali la kwanza niliulizwa, ni kweli baba yako ni bwana afya wa wilaya? Na wewe ni mtoto wa ndoa au ni wa nje? Nikawaangalia. Nikasema hapa nikijibu kabla sijalia hawataona kama niko serious. Nikapiga yowe kwanza. Ngojeni ninywe maji bwana. Piga yowe ya kueleweka. Nikajivuruga pale chini, wakaja wakanibeba. Wakaniambia kwani tumekuambia neno baya? Nikaambia hapana. Sina baba ambaye ni bwana afya. Yule aliyepiga ile simu ni mimi. Wakasema Nikamwambia aliyepiga simu ni mimi. Maana yake nilikuwa nataka kuja kusoma lakini sina namna ya kuingia kwenye shule yoyote. Na niliomba simu nikadanganya kama mimi ni mzazi wa Eliona, lakini nilipiga simu ni mimi. Wakalia wao. Mimi nikakaa nikawacheka. Hapa mjini kulia kwa zamu. Nikianza mie utamalizia wewe, au ukianza wewe nitamalizia mie. Historia ni heshima na heshima ni historia. Wakalia
akalia mama yule mama Tarimu, alilia yule mama. Akamaliza. Akanambia, kwa hiyo. Nikamwambia, kwa hiyo ndo nikaja. Akanambia, pole sana mwanangu. Mbona hukusema? Nikamwambia, nani anaelewa? Nilimwambia Mungu. Akanambia, basi kwa heshima ulioisaidia shule yetu, tumepata ufadhili, tumepata misaada, ada yako imefutwa, soma mpaka utakapomaliza. Nilipotoka tu pale kabla ya kumshika mkuu wa chuo mkono kumshukuru, nikamwambia basa, anaitwa Kimaro, asante sana, nashukuru sana. Maana ndiye alikuwa ananyanyasa kila siku kunitoa darasani. Akanambia, basi bwana. Nikamwambia, lakini mmemweleza huyu? In short, nilimaliza, nilifaulu, baadaye nikapelekwa NVTC Moshi kusoma grade test ya umeme na kuendelea. Lakini niliweka nadhiri wakati wa mateso hayo, kwamba Mungu, nina akili lakini nimekosa mtu wa kunisomesha, nimekosa ada. Utakaponipa nafasi ya kusimama popote, nitawasomesha watoto ambao hawana ada, wanaopitia mazingira magumu ya kielimu na umaskini uliokithiri kama mimi. Si kila mtoto yatima aliyefiwa na wazazi ni yatima, na sio kila mtoto ambaye ana wazazi si yatima. Kuna yatima wenye wazazi kabisa, na kuna yatima ambao hawana wazazi lakini wana maisha. Baba yake alikuwa ni waziri, mama alikuwa si wizara gani, mama amepata accident au baba amefariki, wamebaki na mali, wamebaki na viwanda. Hao ni yatima wenye maisha, na huwezi kuwaita yatima. Lakini kuna watu ambao wana baba na mama na baba wapo, lakini hawana uwezo wa kuwasaidia. Hiyo ndio uyatima unaouma zaidi. Unauma zaidi kwa sababu hata ikitokea msaada kanisani, mchungaji akiorodhesha yatima, hawa hawatamkwi. Wanaamini baba na mama wapo. Ninyi mmetoka kule Karagwe, mmeona maisha yalivyo. Vipi kuhusu wazazi ambao baba na mama hawana uwezo kabisa, na wana watoto 7, wana watoto 10, wana watoto 12? Siku mchungaji anasema natembelea yatima, atawaweka hawa maskini? Atawakumbuka? Mimi baba yangu na mama yangu walikuwepo, lakini hawana uwezo wa hivyo wa kunipeleka shule. Kwa hiyo nikaweka nadhiri, nitawasaidia hawa watoto. Nilipokuwa namaliza masomo yangu ya theolojia, nikaandika paper juu ya the suffering of most vulnerable children in urban areas. Mateso wanayopata watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu, na ni mazingira magumu. Wana wazazi lakini wana mazingira magumu. Na sikurudi tena chuoni mpaka leo. Nikafaulu ile paper, nikawa wa kwanza, kapata first class, nikawa wa kwanza, kavunja rekodi kwa alama 95 96 hivi nafikiri. Iliyovunja rekodi. Na nikaja kuwa mchungaji, nika practice ile paper, nikaanza kufanya project ya ile paper, kawapeleka watoto shule zaidi ya 200. Leo wana degree, wengine wana masters degree, wengine wana PhD. Wengine ni madaktari, wengine ni maengineer, wengine ni wachungaji, wengine ni mapadri. Wametawanyika dunia nzima. Wengine wako hapa, wengine wako Marekani, wametawanyika dunia nzima leo. Na kwa sababu hiyo dunia ikaniona, ikanitunuku honorary doctorate ya utu, degree ya heshima ya utu, honoris causa. Ninazo 3, na divinity, religious economy PhD, lakini pia nina hiyo ya utu, humanitarian. 3. Ukiandika Eliona Kimaro unanikosea heshima, andika doctor. Punga mkono pamoja na mimi, yule wa majani ya kahawa. Na kwa nini mpaka wakanihana hizo degree? Ni kulingana na historia ya mahali nilipotoka. Wakati na submit historia yangu university walizo nihana hizo degree, wanapokea hiyo historia yangu kwa machozi. Even you can feel it. Sasa mimi natoka Tanga, wakati ule nikienda nyumbani, mama yangu anachukua majani ya kahawa na ananiambia rudi shuleni. Nataka nikuambie, kila mtu ana historia yake. Kila mtu ana historia yake. Kwa hiyo historia ndio iliyobeba heshima ya mtu.
Ukiona na degree za heshima ni kwa sababu ya historia yangu, si vinginevyo. Kwa sababu ya historia. Nilikosa kusoma, nimesomesha wengine 200. Nilikuwa nalipa even 200 million per year. Huyu anayepiga hiyo picha hapo, huyu aliyosimama hapo, huyu alikuwa anasoma, nimemsomesha chuo kikuu cha Sauti Mwanza. Alikuwa anaenda na ndege na anarudi na ndege. Yule pale akimaliza mfuate umuulize kama anaongea uongo. Huyu anaenda na ndege, anarudi na ndege. Hajawahi kupanda basi kwenda Mwanza mpaka anamaliza university. Ni yule niliyesoma na majani ya kahawa. Kama umepitia kwenye mateso, usije ukaishi duniani kulipa kisasi. Tenda mema kwa wale wengine ambao wakati mwingine wamekosa kama wewe ambavyo umekosa. Oh my God, ungempigia Jehova na makofi na shangwe na vigelegele. Hallelujah. Leo najisikia baraka kuwa na watoto ambao ni mainjinia. Nasikia baraka kuwa na madaktari, na mpaka leo wapo madaktari wanasoma. Mwingine daktari mwingine yuko KSMC, mwingine yuko Kariuki, mwingine yuko kwenye field anamalizia miaka yake, amemaliza miaka 5 KSMC, sasa anafanya field huko Mtwara. Wote madaktari wamesoma, wameelewa kupitia kwenye majani yale ya kahawa. That is my history. Hiyo ndio historia. Ukimwona mchungaji Kimaro, hiyo ndio historia. Alafu wakati mwingine unaniambia, bwana wewe unaongea kidogo, unahubiri kidogo. Nawezaje kunyamaza na Bwana ametenda? Nawezaje kunyamaza? Nawezaje kunyamaza na Bwana ametenda? Wewe una ustaarabu kwa sababu astaro ulivikuta. Mimi sijavikuta, nitasema. Ukimaliza, ukitaka uende, ukitaka ubaki, kivyako utakavyohamua. Nawezaje kunyamaza wakati Bwana ametenda? Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Pigie Jehova na makofi ya shangwe. Nawezaje kunyamaza? Ulikuwa na mimi nikitembea na majani ya kahawa. Ulikuwa na mimi nikilala na njaa. Unajua umaskini unavyouma. Nawezaje kunyamaza? Yani nitasema tu kwa jina la Yesu ya kwamba Yesu ni Bwana. Wako wapi washindi wanaosema amina hapa? Halafu mpigie Jehova. Nisaidie kuwagusa watu wawili begani. Waambie heshima yako ni historia. Waambie historia ni heshima. Guse kwenye bega. Mwambie historia ni heshima na heshima ni historia. Kama una historia usikatae, hata kama ni mbaya, hata kama ulikuwa jambazi, hata kama ulikuwa malaya, sema Bwana ameniokoa. Wapo malaya, wako makahaba wanaosema kwenye Biblia Rahabu kahaba. Wako wapi washindi wanaonielewa? Pigie Jehova na makofi ya shangwe. Hallelujah. Historia, sema ni heshima. Historia, heshima, Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Uketi. Jambo la pili. Mpaka sasa Yesu hajaondoa historia yake dhaifu. Hajaondoa historia yake dhaifu. Historia ya umaskini wa kuzaliwa katika hori la ng'ombe. Maisha ya umaskini na ukimbizi kukimbilia Misri. Familia maskini ya seremala. Kifo cha aibu msalabani na kufufuka siku ya 3. Hiyo historia ndio inamsababisha Yesu tukutanike leo Jumapili. Hii Jumapili ni kwa vile alifufuka siku ya 3. Naomba muweke hapo watu wanaandika historia hii. Mpaka sasa Yesu hajaondoa historia yake. Iko pale. Alizaliwa horini mwa ng'ombe. Bethlehem. Tunaendaga pale kwa foleni. Hajaiondoa historia yake. Is there. Lakini si hivyo tu. Alikuwa mkimbizi Misri. Tumeenda, unalipa $1 kuingia hapo ambako Yesu alilelewa na Mariamu mama yake. Mkimbizi
anamkimbia mwanadamu, anamkimbia Herode. Yes. Afrika. Yesu alikuwa mkimbizi hapa kwetu Afrika. Contribution ya bara la Afrika duniani haiwezi kufutwa. Moja ya contribution kubwa ni kumlelea Yesu hapa Afrika. Africa, the bread basket of the world. The bread basket of the world. Yani kikapu cha mkate wa dunia ni Afrika. Afrika ni tumaini la dunia. Na tumaini la Afrika ni Tanzania. Hajawahi kuondoa historia yake. Si hivyo tu, alipigwa na misumari. Biblia inasema nitamjua siku ile kwa alama za misumari. Alichukua sikio la house girl wa kuhani mkuu akalirudisha. Yesu asingeshindwa kupanguza mikono yake hivi na makovu yakaisha. Lakini ameweka alama. Hata sasa alama za misumari anazo. Historia ni heshima ya mtu. Historia ni heshima. Na heshima ni historia. Kuna wengine mmezaliwa nje ya ndoa. Unajaribu kuunganisha tu. Mamangu na babangu zungumza tu litokea from nowhere. Daudi akasema mama yangu alinichukulia mimba hatiani. Just talk. Mtoto wa askofu, mtoto wa mchungaji. Tukuja kukuchungua. Hakuna cha mchungaji wala askofu. Just talk. Nilivyo smart hapa leo ningeweza nikajaribu kuficha historia yangu. Nisingepata madigrii ya heshima. Ningeishi kama tapeli duniani tu. Kwa hiyo Yesu hajawahi hata siku moja. Lakini jambo la tatu. Jambo la tatu. Kila mtu ana historia yake ngumu inayompa umaarufu na heshima. Inaweza kuwa historia ngumu, lakini nakupa umaarufu na heshima. Kwa mfano, Ibrahim ana historia ngumu, alizaa na house girl. Ibrahim ana historia ngumu. Mambo mengi aliyopitia ni utasa wa mke wake kwa muda mrefu. Hawakupata mtoto. Na Biblia inayosoma inaniambia ilipofika mahali ya uvumilivu ikashindikana, ilibidi azae na house girl. Ni historia imeandikwa pale. Ni kwamba nilisubiri mtoto kwa muda mrefu sikupata, ikabidi nitafute njia nyingine. Na mtoto wa house girl anaitwa Ishmael. Na Ishmael ndio baba wa Waarabu wote duniani. Mama yake alikwenda kuishi Saudi Arabia, akitokea Israel akapotea katika janga hilo la Beersheba. Ni historia, ni heshima yake. Hajiri ana heshima kulingana na hayo ambayo Mungu ametenda. Ni ngumu sana. Ibrahimu anaitwa baba wa imani, lakini mwenye historia ya imani iliyotindika. Excuse me. Imani iliyotindika, aliyosubiri kwa muda. Ndio hapo unapotaka nikuambie, when unapopata hizo self doubting, mashaka binafsi, usiogope. Si wewe wa kwanza kupata mashaka, hata baba wa imani aliwahi kujionea shaka. Akazaa na house girl. Jambo la 4. Yusufu aliyeilisha dunia miaka 7 aliuzwa na ndugu zake. Historia. Yusufu aliyeilisha dunia miaka 7 aliuzwa na ndugu zake. Kabisa. Wakampiga bei. Nani historia? Unaweza ukaficha familia yako ukasema familia yangu mimi sitaki bwana mambo ya kuaibishana. Kama wamekupiga bei sema. Unaficha nini? Yusufu aliyeilisha dunia aliyeilisha dunia miaka 7 aliuzwa na ndugu zake, lakini jaribio jingine gumu ambalo vijana wasingesubutu kusema. Alijaribiwa kubakwa na mke wa Potifa, yani mwanaume yani mwanaume ambaye amepata jaribio la kubakwa. Wanaume, halo.
Wanaume. Unaona hata nyie wenyewe mnaona aibu hamsubutu kuitika, sio? Yaani mwanaume ambaye amewahi kupata jaribio la kubakwa na akakimbia. Kwa vijana wa Gen Z leo anamkimbia mshangazi. Wapi? Alafu mshangazi mwenye hela, mwenye nchi. Mume wake ni mkuu wa majeshi, wana hela, wanaumwa. Hawa vijana wa Gen Z. Naweza kusubutu kusema umemkimbia mshangazi. Wanasubutu hao. Yaani wange simplify tu kidogo tu, wana summarize zali la kimentali. Yaani wana summarize ya mshikaji bwana si. Baadaye mambo namna gani vipi? Ngoma imezimia yenyewe. Ngoma imezimia yenyewe. Zali la kimentali, lakini mzee mwenyewe hajui, ila mambo huku chini. Yaani kama hivyo maisha yanasonga mshikaji hapa mjini. Lakini historia is there always. Huyo mtu aliilisha dunia. Alikaa gerezani miaka 3. Ni historia. Kuna mtu ambaye hata ukimwambia uliwahi kukaa sero, hataki, unanichafulia CV. Hiyo ndio historia. Lakini Sara, jambo la 5. Sara ndiye alikuwa na historia ya kuuzwa mara 2. Akidanganya yeye ni dada wa Ibrahimu. Maana kuna watu wengine wanasema mchungaji Kimaro kama alianza kudanganya sekondari. Tunajuaje kama mpaka leo adanganya? Sasa msikilizeni Ibrahimu. Siko peke yangu, maisha haya hayaendi. Msikilizeni Ibrahimu. Ibrahimu na Sara wamedanganya 2 times hadharani. Maisha waliokutana nayo. Sara akajitambulisha kama dada wa Ibrahimu mara 2. Mara ya kwanza Gerari, mara ya pili Misri. Na Ibrahimu akapokea na mahari. Sara akazeitie mgima. Akaenda mzima mle ndani. Kwa sababu ya utasa, ukata, ukame na njaa. Na ni historia, iko documented kwenye Biblia. Ili kukuonyesha ya kwamba kuna wakati ambao hii sio hila wala hajadanganya, ni maarifa ya kuishi. Manake Ibrahimu alimwambia Sara, hawa watu hawana hofu ya Mungu. Wataniua mimi, watakuchukua wewe kwa sababu wewe ni mzuri. Tatizo weye. Hivi unajua kuna wakati mwingine unasema watu wanakuonea, lakini tatizo wewe. Kwa maana kama umesoma kuliko bosi wako, una influence kuliko bosi wako, tatizo ni bosi wako wewe. Wewe ndio una matatizo. Sasa Sara akasema ili Ibrahimu aishi na ndoto itimie, mimi nakubali kuwa dada. Sasa kuna wakati mwingine tukiangalia Israeli, tunamwangalia Ibrahimu peke yake. Lakini nataka nikwambie Sara amecontribute much kukubali kuuzwa mara 2 ili Ibrahimu asurvive, aishi. Na tunapotamka wanawake ambao ni supportive kwenye dream, wawezeshaji, wanaoweza kuwezesha dream ikatokea, Sara ni wa kwanza. Niambie mtu aliye na dream hapa leo afike mahali ambako ni pakibano, nusura ya kufa, alafu amtambulishe mke wake kama ni dada, kama Yesu. Ruako mdumi. Ikitokea tu kwenye harusi au kwenye send off au kwenye hizi public areas, ukamsahau tu kumtambulisha mke wako vizuri. Subiri jioni. Ulinionaje? Ni kwa sababu pale palikuwa pana wadada. Nilijua tu ni wadada, ni wanawake wazuri. Utanitambulisha tena mimi na sura kama ndimu, sijui na sura kama chungu, si nimepoteza value. Yaani hivyo. Ni mwana siasa,
ni mtu wa public figure, mambo mengi kichwani, ana maspeech, ana mambo ambayo anapaswa kuyafanya, ameshindwa tena. Ungesema na hiki. Kuna wengine wanatambulishwa, wakifika wanasema umesahau kusema na hiki hapa. Tutakumbuka vyote jamani? Huwezi kukumbuka vyote. Hali kadhalika unakuta mdada kama kile kitoto kimesimama hapa. Kuna vijana hata wameona yule binti hapa, wengine wameshaanza kusema Bwana Yesu. Sasa sio lazima uende uwe na akili kuendesha hii ngoma, sio mchezo. Sasa kama mtoto miaka 15 ameshafungua makampuni, ameandika vitabu, ndio uje kujitokea hapa kwa Mama Zakaria unajiendea. Oh, ngoja ninywe maji jamani, mtaniua mtoto wa watu. Wapendwa, kuna wamama leo vichwa vinafanya kazi. Watu wana mamlaka, wana vyeo, wanafanya vichwa viko hivi. Sasa wewe unarudi nyumbani tena, unajua mama pale ulitakiwa kunitambulisha, ulikuwa unitambulisha. Sasa saa ngapi za kutambulishana? Mchungaji ana saa ngapi za kutambulisha wanaume wote mpaka na wakisambaa? Saa ngapi? Na mahubiri na huduma ya kichungaji ufanye saa ngapi? Na kuna watu ambao wanapenda kuna mhubiri mmoja nilikatata kumuita kabisa, mpaka leo mimi na yeye hatuelewani. Kwa sababu kumtambulisha mke wake robo saa. Mama, hebu nenda mbele kidogo, hebu rudi nyuma kidogo. Mama, hebu fanya hivi. Nilichoka. Na kila saa kisimama, mke wangu. Yeye kaambia jamani, na sisi tumeoa. Lakini saa nyingine tunasahauji hata kutambulisha kulingana na jukumu tulilonalo. Na kila mwanaume hapa na mke wake, nikaanza kutambulisha kila saa mama mchungaji, kila saa mama mchungaji namtambulisha mwezi wa 12 mpaka tena ifike mwisho wa mwaka. Mabibi na mabwana, lakini Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Namba 6, Petro alikuwa mvuvi wa samaki na mtu asiyestaarabika. Alimkana Yesu mara 3 na baadaye akawa papa na askofu wa kwanza wa kanisa. Hiyo ni historia ya Petro. Na alimkana Yesu mara 3, lakini kanisa lilikuwa ndani yake. Ni historia ya Petro. Paulo alikuwa muuaji. Hoja ya 7. Paulo alikuwa muuaji na mtesi wa kanisa. Alimuua Stefano, shahidi wa kwanza, na baadaye akawa mwinjilisti mkubwa wa kimataifa aliyeandika nyaraka nyingi zenye maana katika Biblia. Nataka kusema nini hapa? Juu ya humble beginning. Today nataka kuzungumza juu ya humble beginning. Mahali ambako usharika wetu ulianzia ni historia hii tunayoiweka wakfu leo. Na vitabu hivi nimeviombea. Kila mtu atakayepokea kwenye mikono yake viwe na kitu katika maisha yake. Humble beginning, mwanzo wa kawaida. Hebu naomba uniwekee ile kanisa la kwanza. Usharika wetu ulianzia nyumbani, kwenye nyumba kwa nyumba. Baadaye ukaenda kwenye shule na madarasa yaliyokuwa shule ya msingi Mwenge pamoja na chuo cha sayansi. Jengo la kwanza la usharika wetu ni hili hapa naloonekana pale. Humble beginning. Humble beginning. Hapa ndipo usharika wetu wa Kijitonyama ulianzia, na ulianza kumiliki jengo lake la kwanza. Yaani jengo la kwanza la usharika huu ni lile pale. Walikuwa wanapitaje mimi sielewi. Ibada ikitoka walikuwa wanatokaje? Anajua Mama Mari na Mama Kitutu. Jinsi mlivyokuwa mnatoka Mama Kitutu mimi sijui. Lakini akina Mama Kitutu wamesali hapa. Naomba wale waumini wote waliowahi kusali kwenye hiki kanisa wasimame. Wapigieni makofi wenye usharika wao. Mazito matatu nayo ni kwenye hicho kikanisa hapo. Mlikuwa mnaeneaje mimi sijui. Mtatuambia baadaye. Lakini hichi kikanisa kilijengwa na kikahamiwa hapa mwanzoni kabisa mwa mwaka katika Christmas ya tarehe 24 Disemba
1984, historia ndivyo inavyoonyesha. Ndicho kikanisa cha kwanza walichohamia hapo. Mwanzo wa usharika wa jengo la kwanza lilikuwa hapo. Na hapa nazungumza juu ya humble beginnings, namna ya kuanza. Tunasema think big but start small. Fikiri kwa upana lakini uanze kidogo. Leo usharika wetu una asset za usharika huu. Kwanza kabla ya asset, waumini wake. Hebu rudisha kile kijengo pale. Kijengo hicho, kijengo hichi hapa. Hapa ndipo walipoanzia. Nataka kuzungumza na mtu mmoja hapa ambaye ana ndoto lakini asubutu kuanza kwa sababu ya upana wa vision alionayo. Anataka mabilioni, anataka kukopa. Hawa walijenga bila mkopo, wamepata kiwanja. Hili ni jengo la kwanza la usharika huu wa Kijitonyama. Nataka utuwekee picha zile mass za ibada zetu kubwa. Leo usharika ule wa Kijitonyama ni huu hapa. Mnaona watu? Mnaona watu? Mnaona watu? Mnaona ibada ilivyo na teknolojia? Ibada inaufikia ulimwengu. Tunafikia mataifa zaidi ya 180 duniani kote. Ni Kijitonyama ile ya kutoka kwenye kile kikanisa pale. Nataka kumuuliza mtu mmoja ambaye anaogopa kuanza jambo kwenye maisha yake. Anataka nini? Na unasubiri nini? Kitabu hiki cha historia nimekiombea. Once unapoingia unapokishika kwenye mkono wako, Mungu akusaidie kila ndoto ulionayo ukaanze katika mazingira utakayoanzia. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Historia ni heshima na heshima ni historia. Mimi kuna mtu mmoja nilianza kumheshimu mwaka jana. Yaani nilikuwa na mheshimu, lakini mwaka jana nikampandisha cheo cha kumheshimu. Hata yeye mwenyewe hajui kama amepandishwa cheo cha kuheshimika. Ni bilionea. Mimi nilimuogopa. Ni bilionea, PhD holder, ni daktari, ni mtu anayempenda Mungu. Nilimheshimu. Lakini tangu mwaka jana nilimpandisha cheo. Kwa nini? Alithubutu kueleza historia yake tukiwa kwenye semina ya wanaume Bagamoyo. Akaeleza, akasema ni kweli mimi ni mwanaume mwenzenu, jasiriamali mwenzenu, lakini naomba ni share na nyie historia yao. Ni bilionea aliyeinvesti katika mambo mengi makubwa, investor mkubwa katika Afrika, ameinvesti Afrika, East Africa, Marekani, ana makampuni Ulaya na mahali pengine. Akasimama pale, nikataka kujua alianzaje. Manake sisi tulimuuliza, hebu tuambie mwanzo wako ulianzaje? Anasema mimi nilianza nikiendesha mkokoteni Kiboriloni. Kuendesha mkokoteni Kiboriloni. Unajua, mimi nilipokuwa namuona akiwa shareholder wa mabilioni, akiwa mwekezaji mkubwa na heshima aliyokuwa nayo kanisani, nilikuwa najua baba yake naye labda amerisi kwa baba yake. Lakini kuniambia ameanza kuendesha mkokoteni Kiboriloni, ghafla nikampandisha cheo. Mpaka leo ana cheo cha ajabu na hakuna siku inayoisha bila kumuombea. Huyo mtu hajaniruhusu nimtaje leo. Akija kuniruhusu nitamtaja siku nyingine. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Historia ni heshima na heshima ni historia. Alitueleza. Nikampandisha cheo. Yani ukisikia katika watu ninao waheshimu duniani, miongoni mwa watu nao waheshimu duniani, na yeye namheshimu. Si kwa sababu nyingine, historia yake. Na alipothubutu open up, kuongea, watu wengi hawathubutu. Unajichongesha maisha yasiyokuwa ya kwako, unaishi maisha ya uongo. Sasa kitabu hiki ni historia ya usharika. Na nimekiombea. Na siku hii ya leo ninapoweka wakfu kitabu hiki, ninaandika historia ya maisha yako. Kama walitoka pale na leo wako hapa, na wewe utatoka hapa na wewe utakwenda pale. Kwa jina la Yesu Kristo, washindi waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.